Moja ya habari ambayo imetanda ni swala zima la Saudi Arabia kutaka kuwa na nuclear lakini za kibinadamu. Na hili swala watu ambao wanalipinga kabisa ni Israel. Sasa siku hii leo nataka niongelee kwa undani. Kwa nini Israel wanapinga na Saudi Arabia wanataka miundombinu ya nuclear kwa ajili gani? Hii ni Rachel Robin Online TV na mimi ni Rachel Robin. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Kwa muda mrefu sasa, Saudi Arabia wamekuwa na ndoto ya kumiliki vinu vya nyuklia kwa ajili ya kufua umeme. Umeona, pamoja na mambo kama ya hospitali. Unajua unaweza ukamiliki miundombinu ya nyuklia ikawa si kwa ajili ya silaha, bali kwa ajili ya mambo ya kibinadamu kama umeme na mambo ya hospitali. Na hiko ndo Saudi Arabia wamekuwa wakikitaka na wamekuwa wakiongea na Wamarekani. Wamarekani wamekuwa wakisuasua kidogo, lakini kuna kamuelekeo kama vile wanaweza wakakubali. Sasa hiki kipindi cha Trump. Na kutokana na kwamba kuna kamuelekeo wanaweza wakakubali, hii inawafanya Israel waanze sasa hivi kupiga kelele kwamba Saudi Arabia wasiruhusiwe kumiliki hiyo miundombinu au hivyo vinu vya nyuklia kwa ajili ya kufulia umeme. Kwa nini Israel wanalalamika sana hawataki Saudi Arabia wawe na nyuklia hata za matumizi ya kibinadamu? Kwa sababu wanaamini kabisa kwamba safari ya nyuklia huwa inaanza hivyo hivyo. Yaani utaona nchi inakwambia tunataka nyuklia kwa ajili ya matumizi ya kibinadamu, alafu baadaye wanakuja sasa kupata madini yale yenyewe grade ya kwanza ile uranium ambayo inafaa sasa kutengenezea silaha. Umeona? Kwa hiyo wanajua hii ni safari. Baadaye wanaweza wakafanyaje? Wakajiongeza zaidi. Umeona? Kwa hiyo hii kitu inafanya Israeli wasifanyaje? Wasiwe na amani kabisa juu ya Saudi Arabia kuwa hata na nyuklia za kibinadamu. Hakuna kitu ambacho Israel hawakitaki kama kuona nchi za Kiarabu wanamiliki nao miundombinu ya nyuklia, kwa sababu wanafahamu itakuwa ni hatari kwao, kwa sababu wao na Waarabu hawapatani. Na pengine wengine watajiuliza, je, kuna nchi ya Kiarabu ambayo imewahi kumiliki miundombinu ya nyuklia? Ndiyo, ipo, zipo mbili nafikiri kwa ninazosifahamu. Tunaanza na Iraq. Iraq miaka ya 80 waligundulika wana miundombinu ya nyuklia, na Israel walianzisha operation walioita Operation Babylon kwa ajili ya kuilipua, wakawastukiza na kuilipua ile miundombinu yao ya nyuklia. Ilikuwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 6 mwaka 1981 ambako Israeli waliwastukiza Iraq na kulipua nuclear reactor yao. Ilikuwa inaitwa Osirak. Walitengenezewa na nani hiyo nuclear reactor? Walitengenezewa na Mfaransa. Kwa hiyo moja kwa moja Israeli akajua kwamba Iraq wana miundombinu ya nyuklia, wametengenezewa na Mfaransa, wakaenda wakailipua. Baada ya hapo, nchi nyingine nayo ikajaribu kutengeneza miundombinu ya nyuklia, nayo ni Syria. Na inasemekana Syria, inasemekana kwa sababu mimi sikuwepo hapo Syria. Inasemekana Syria walikuwa wanasaidiwa na Korea ya Kaskazini, Kim Jong Un. Sasa nani aliyestuka? Majasusi wa Kimarekani wa CIA. Inasemekana wakastuka na wakawatonya Israel kwamba Syria wanatengeneza miundombinu ya nyuklia na wanatengenezewa na Korea ya Kaskazini, kwa sababu wameitazama katika picha za satellite inafanana na miundombinu ya kule Korea ya Kaskazini. Kwa hiyo wakajua kabisa hapa Kim Jong Un ana mkono wake. Kwa hiyo Israel walivyoambiwa, Marekani wakawa wanataka wao negotiate na Syria kama ambavyo negotiate na Iran, kwamba tukae chini jamani hivi na hivi, lakini Israel wao kutaka kunegotiate, wao wakaenda moja kwa moja na kuilipua ile miundombinu ya nyuklia pale Syria. Ilikuwa ni Septemba 6 mwaka 2007, Israel waliandaa operation ya siri walioita Operation Orchard, alafu wakaenda wakailipua ile miundombinu ya nyuklia ya Syria. Kuna fununu zikawa zinasema kwamba kuna baadhi ya maiti zilikuwa ni sura za Korea ya Kaskazini, sura za Korea. Kwa hiyo wakajiridhisha kwamba hapa kuna mkono wa Korea ya Kaskazini katika hilo. Kwa hiyo hayo ndo hivi ndivyo jinsi ambavyo Israel amekuwa akizuia nchi za Kiarabu zisiwe na miundombinu ya nyuklia, lakini pia hivi ndivyo nchi za Kiarabu zinapokuwa zinatamani na zenyewe kuwa na nyuklia. Kwa hiyo sasa hivi swala liko kwa Saudi Arabia. Iran tayari anampa joto Israel katika hilo. Kwa hiyo kwa Saudi Arabia nao kuwa na ile miundombinu itampa joto zaidi Iran. Itampa joto zaidi Israel. Lakini swala la kujiuliza ni je, Saudi Arabia wataongea lugha gani na Wamarekani ili Wamarekani wakubali? Iko hivi,
Marekani kipindi cha kwanza cha utawala wa Donald Trump waliandaa mkataba ambao unaitwa Abraham Accords. Huu mkataba ni kwa ajili ya mataifa ya Kiarabu yaliyoko Mashariki ya Kati na Afrika ya Kaskazini kuweza kupatana na Israeli, huku wakiahidiwa vitu vinono kwamba tutawapa hiki, umeona, tutawaondolea madeni, tutawapa hiki mkikubali kusaini mkataba wa Abraham Accords ili mpatane na Israeli. Saudi Arabia ni moja ya nchi ambazo zimepelekewa huu mkataba. Hii ni nchi ya muhimu sana, Saudi Arabia. Kwa Marekani ni muhimu sana kuiunganisha Saudi Arabia na Israeli kwa sababu kwanza, Saudi Arabia mzalishaji wa mafuta namba 1 duniani, lakini pili, hao wote ni washirika wake, wakiungana itakuwa rahisi yeye kutoa yake pale Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Saudi Arabia akapelekewa huu mkataba wa Abraham Accords, na inasemekana ile mwaka 2023 wakati Hamas wamevamia kule Israeli, ilikuwa ndio kipindi ambapo Saudi Arabia walikuwa wanataka kusign ule mkataba. Na Hamas wakavamia Israeli, kwa hiyo Saudi wameshindwa kusign ule mkataba kwa sababu italeta maneno sana kwa wananchi wao kwamba kuna vita inaendelea, Waarabu wenzetu wanakufa kule Gaza, alafu unakubali kusign mkataba wa kupatana na Israeli, kitu ambacho kwa sasa si wakati muafaka. Umeona? Na ndio maana Trump anataka hii vita iishe ili aweze kukamilisha haya anayoyataka sasa kupitia katika swala zima la mkataba huu wa Abraham Accords. Sasa katika siasa watu huwa wasaini vitu hivi mpaka wawe kuna kitu watapata, kuna faida watapata, ndio wanakubali kusaini. Na Saudi Arabia ni wazi kabisa kwamba moja ya vitu ambavyo pengine anataka kwa Marekani ni wao wakubali yeye kuwa na miundombinu ya nyuklia za kibinadamu, ndio pengine atakubali kusaini Abraham Accords. Pengine na Israeli wanajua hilo, na ndio maana Israeli sasa hivi wanapiga kelele juu ya hilo, kwa sababu kuna uwezekano Saudi wakatumia hiyo karata kwamba hatutasaini Abraham Accords mpaka mkubali tuweze kuwa na sisi na vinu vya nyuklia vya kufulia umeme. Saudi Arabia wana pesa, kwa hiyo wao kuwa na vinu vya nyuklia ni hatari sana, kwa sababu wana uwezo wa kuacquire uranium ile nzuri ya grade ya kwanza haraka sana, na wakatengeneza nyuklia za silaha endapo kutatokea sintofahamu. Israel wanalitambua hilo, wale wana pesa za kuwawezesha kufanya kila wanachokitaka juu ya nyuklia. Israel wanatambua hilo, ndio maana wanaogopa miundombinu kama ile isiwe mikononi mwa Saudi Arabia. Lakini sasa ndo tunaangalia Saudi Arabia, kama mkataba wa Abraham Accords bado atatakiwa kusaini, je, atatumia hiyo karata? Fununu zinasema anataka kutumia hiyo karata kwamba miundombinu ya nyuklia kibinadamu ni ruhusuni, tasaini mkataba wa kupatana na Israel. Lakini kwa sasa hivi kama nilivyosema hapo mwanzo, ni lazima watadelay kidogo kutokana na hii vita inayoendelea pale Gaza. Kwa hiyo Trump akitaka kuyafanya mambo yaende haraka ni kuimaliza vita ya Gaza, kwa sababu hawa pia hawawezi kusaini bila vita ya Gaza kuisha kwa sababu ya wananchi wao. So la kujiuliza ni kwamba Saudi Arabia kwa mfano wakimiliki silaha za nyuklia, nani atakuwa mlengo wa hizo silaha? Pengine Israeli, au pengine Israeli akawa si hata mlengo. Kuna hati Irani ndio akawa mlengo, kwa sababu Saudi na Israeli wote wako mikononi mwa Marekani. Kwa hiyo sidhani kama kunaweza kutokea ugomvi mkubwa kati ya Saudi na Israeli Marekani ashinde kuuhandle. Kwa hiyo pengine Saudi anataka nyuklia kwa sababu anaona Irani wanazo. Irani safari yao ya nyuklia ilianzia wapi? Ilianzia hivi kama ambavyo Saudi wanataka. Ndio maana Israeli hawataka kusikia habari za Saudi kuwa na vinu vya nyuklia. Safari ya nyuklia za Irani ilianza kipindi ambako Irani inatawaliwa na serikali ya Shah Mohammad Reza, kabla hii serikali ya kina Ayatollah ijaingia madarakani. Nani aliyewasaidia Irani kuwa na nyuklia? Marekani. Marekani ndio mtu wa kwanza kuwajengea wa Irani nuclear reactor yao ya kwanza. Kwa baada ya hapo ile serikali ya Shah Mohammad Reza ilipotoka madarakani, ile miundombinu ya nyuklia ikawepo. Hawa kina Ayatollah walivyoingia, ile miundombinu ya nyuklia wameikuta. Hawakutaka kuitumia, wakawa wameiacha tu kwa sababu hawakuwa na ndoto ya kutaka kuwa na nyuklia. Ila baada ya kuona uadui unazidi na Marekani na Israel, ndipo kina Ayatollah wakaanza sasa kuifanya ile miundombinu walioikuta ya nyuklia ambayo Marekani ndio alimsaidiaga Shah Mohammad Reza kuitengeneza, ndio wakaanza kuitumia sasa na kuigeuza sasa kuwa kama ambavyo iko sasa hivi. Na sasa hivi wana madini ya uranium ya kuweza kutengeneza nyuklia, na wanahisiwa tayari pengine wanazo, kwa sababu kuna matetemeko huwa yanatokea, watu huwa wanahisi huwa wana testi nyuklia, ndio maana yale matetemeko huwa yanatokea. Usisahau kusubscribe hapo chini ili kupata video zangu nyingine.